Hii ambao unasikiliza ni matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa tarehe 14 za mwezi wa 5 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 baada ya kukimbia pleni ya Ruzizi wajikusanya maeneo ya Kaziba. Fizi, kipupu mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo, huku FARDC yatoa agizo kwa M23 Twirwaneho Red Tabara kujisalimisha na kuweka silaha zao chini. Jijini Baraka, wanawake wa kwanza wa Kinyamulenge washuka Baraka kwa ajili ya manunuzi ya vifaa mbalimbali vya familia. Sange, shangwe kwa kina mama na wafanyabiashara, raha tupu baada ya ukombozi wa FARDC pamoja na wazalendo, huku kauli ya gavana makamu Jean-Jacques Elakano ya kera raia walio wengi. Huko unasikiliza Baraka One TV, pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio ambayo yako yanazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hizi unazipata kabisa zikiwa ziko neti kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi kutoka Uvira kwenda mpaka maeneo ya Kaziba. Milolongo ya wanajeshi wa M23 yaonekana ikipanda milima kuelekea huko tarafani Mwenga ndani ya kitongoji cha Kaziba. Ripoti kutoka katika hayo maeneo, raia wameweza kuzungumza hivyo, huku wakilalamika na kuhitaji usaidizi zaidi kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya M23 kuweza kuondoka kutokana na vipigo walivyopata huku maeneo ya pleni ya Ruzizi ndani ya tarafa ya Uvira. Hatimaye walijielekeza Kamanyola ndani ya tarafa ya Mwenga na wengine kuchukua njia ya kuelekea maeneo ya Kaziba. Huku ndani ya Luinja inasemekana maelfu ya wanajeshi wa M23 wamejikusanya katika hayo maeneo. Kitendo hicho kimeweza kuwaweka wananchi katika wasiwasi, huku wakijiuliza kwa nini jeshi linakuja lote huku, badala yake lilitakiwa kuweza kwenda Kamanyola na kuenda mpaka Rwanda kutokana na sheria na kanuni ambazo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikataba na Rwanda pamoja na Marekani ambayo inataka Rwanda kuweza kuondoa majeshi yake yote ambayo yanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii sio mara ya kwanza kwa jeshi la Rwanda kujiondoa sehemu na kwenda pia kuweka nguvu sehemu nyingine. Vitendo hivi bado vinazidi kuangaliwa kwa mbali na serikali ya DRC, huku serikali ya Kongo bado haijatoa kauli yoyote kuhusiana na kukimbia kwa magaidi wa M23 na vilevile kutokana na wao kwenda kuweka kambi zingine mpya huko maeneo ya Luinja pamoja na Kaziba. Kwa sasa wanajeshi wa M23 ndio wanaonekana wengi ndani ya Kaziba kuliko hata raia ambao wanapatikana hayo maeneo ya Kaziba, vinazungumza vyanzo kutoka katika chimbuko la Kaziba. Wakaingia Kaziba, wenyewe walitoka Kamanyola, walipita njia ya Marubalika, wakakuya wakaingia Kaziba. M23 zenye zilikuwa Kaziba zikaingia Luhinja, na zenye zilikuwa Kamanyola zikaingia Kaziba, na zingine zikawakia pale mpaka hivi, na zingine zenye zilikuwa Luhinja wanazigabula, zingine zimeingia Kuzuki, na mpaka hivi hatujue kama ni objectif ya kupanda Maluhinja, kupanda Moho Plateau kwenda Mamenembwe. Hatujue wenyewe wanabakia Kaziba kama watapasula njia wapitie Rurambo waingie Kageregere na njoo njia ya kwenda Minembwe. Hapa wengine wenyewe wanashuka Zuki, hatujue kama batashuka Mamulambi kusudi waende renforce wenzao wenyewe kwa Kasika
renforce bapasule njia baingie Mwenga Kamituga mpaka kwenye objectif yabo iko. Unaona balishindwa na njia ya Uvira. Manake ndio maana wanajikusanya, kama habatapasula njia ya vilimani baende shukia Uvira baingie Minembwe. Unasikia juzi wenzao balitoka Minembwe bakakuya atakia sema baingie Uvira bakabarudisha. Manake ilikuwa bezwe baende kutanana na haba wenzao benye bako Kaziba na Luhinja kusudi fanye coalition moya na bajiorganize fasi moya baende bomola Bukavu wala baende ingia Masange Uvira. Lakini saa hii banatuita na tunabaona banakuya bamoya bako nafika, wengine banaingia magari mamoto banaenda na wengine na migulu banaingia mwele njia. Mpaka hivi kila mtu mwenye atasikia hii voice aipartage kwa mwingine, kila mzalendo mwenye iko ku plateau antuka bajikusanye bafunge ile njia ya Rurambo, bafunge ile njia ya Mukono, zile manjia mbili, njia ya Kizuka, zile manjia bazifunge. Kwa juu zile manjia ya kutoka Kaziba itachomokea Rurambo Kahya, na njia inaingia Kageregere. Njia ya Mukono nayo itaingia Kitoga Rubuga, inaingia Masango, inaingia Minembwe. Ile njia ya Kizuka itaingia Muhuzi mpaka Muziba, inaingia Makalungu kule mpaka inaingia Minembwe. Zile njia tatu. Na wengine wenzetu bazalendo wenye bako Kasika, mubapartage zimavosi bajue kama ramforo zinakuya hapa babwana bako na shuka, manake wanapenda bafungule ile njia kusudi baingie Mwenga Kamituga. Ndio mtangazaji, ndio mimi nakufuataga kila siku, lakini mimi nakutumia kama audio. Mimi naona uzismart, nakufuataga kila siku asubuhi, mchana na jioni, nakufuataga. Ile wale babwana hivi bako sema walitoka, lakini unaona Kaziba ndio kwa kuachira force. Kaziba inaala depuis juzi batokee kuanzilia Sange njia bakwafata saba kwa panda Ngomo banaingia mu principal mu route ya kuingia Kaziba, banaingia Kaziba banajistoki Kaziba sana bamingi, na wengine bakwaelekea Luhinja baliingia kusheferia Kaziba, bakabomola milango ya sheferi kwa mwami, bakaingia kwa kinguvu, na mpaka sasa hivi banashikilia Kaziba ni bamingi, banaweza zidilia hata population kwa wingi. Kaziba ndio kwa banaikalia saa ya baenda Rwanda. So unaona mwanatoka Ngoma ulia ingia Bukavu, anatoka Kamanyula pande Ngoma ingia Bukavu, saba kwa fika Nyangezi wanaingia ngambo ya Kaziba. Ni bamingi sana bamingi, abayatoka bayaenda fasi, banaingia Kaziba na wengine wako panda Luhinja. Ndio vile habari iko Google inatusumbua sana, tunaishi wasiwasi ya mingi. Baada ya taarifa hizo kutoka Kaziba ambako M23 wamejikusanya Kaziba, Burinyi na maeneo mengine ndani ya tarafa ya Mwenga. Kitendo hicho kinawatia wananchi katika wasiwasi mkubwa. Tunasubiria kutoa ujumbe mzito kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kauli ambayo watakuwa nayo kwa ajili ya kuweza kuimarisha misingi mbalimbali ya hali na mazingira ambayo kunazidi kuendelea kutokana na vita hii ya M23. Na tuchukue taarifa hizi kutoka tarafani Fizi. Baada ya kutoka Uvira, Fizi ni kwamba kipupu mikononi mwa FARDC na wazalendo, huku pia serikali yatoa agizo kwa M23 kuweza kuweka silaha zao chini na kujisalimisha mara moja. Hali kwa sasa tarafani Fizi inaendelea kujiimarisha. Wakati huo vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikizidi kufanya kazi kubwa ya kuendelea kuwasaka maadui magaidi wa M23.
katika milima ya nyanja ya juu Fizi, ambako kwa sasa hivi majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamedhibiti vizuri maeneo ya Epopo licha ya mapigano makali kati ya FARDC wazalendo dhidi ya vikosi vya M23 na muungano wa Twirwaneho pamoja na Redi Tabara. Huko maeneo ya Minembwe, wapiganaji wa Twirwaneho M23 RDF walio dhaifu na kuzingirwa watakiwa kujisalimisha kwa FARDC na kuweza kuweka silaha zao chini. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeanzisha kampeni ya uhamasishaji wa wapiganaji wa muungano wa waasi wa M23 Twirwaneho na RDF pamoja na kundi la Redi Tabara ambao bado wako katika maeneo ya nyanja za juu za Minembwe huko jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa jeshi, wito huu umetolewa katika mazingira ambapo waasi hao waliodhoofishwa na mashinikizo ya kijeshi yanayotekelezwa na FARDC huku akishirikiana na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi katika maeneo mbalimbali ya mapigano, wanazidi kujikuta wakizingirwa katika baadhi ya maeneo ya Minembwe, huku njia za kutorokea zikipungua siku hadi siku. Kupitia drone isiyokuwa ya kijeshi yenye kipaza sauti, jeshi la Kongo linatangaza ujumbe unaowataka wapiganaji kuweka silaha chini na kujisalimisha katika maeneo salama yaliyopo, hasa Kakenge, Kalingi pamoja na Mikenge. Vipeperushi vinavyohimiza amani pia vinatupwa katika maeneo husika. Habari marafiki, ni jeshi la FARDC, tunawajulisha kwa ajili ya amani, muweke silaha chini na mjisalimishe katika maeneo ya Kakenge, Kalingi pamoja na Mikenge. Hili litawasaidia kwa sababu tunawapenda sana. Yeyote atakayekataa kutikia wito huu atafanya hivyo kwa hatari yake mwenyewe. Asante kwa uelewa. Hizo ni vipeperushi ambavyo vinatumwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko maeneo ya Minembwe. Unaweza kusikia pia ujumbe ukitangazwa juu ya Minembwe. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa hatua hii inalenga hasa kuzuia uwezekano wa mashambulizi dhidi ya raia, wakati ambapo makundi yenye silaha yanakabiliwa na mashinikizo makubwa ya kijeshi uwanjani. FARDC inatafuta kuhamasisha kujisalimisha kwa hiari ili kuzuia wapiganaji waliobanwa wasiwashambulie wakazi wa maeneo mbalimbali ambayo yanapatikana katika hayo maeneo wakati wa mvuto wa vita dhidi ya M23. Baadhi ya wapiganaji tayari wameitikia wito huo, ingawa wengine bado wanasuasua. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa eneo hilo, wapiganaji 5 wa M23 wakiwemo mmoja kutoka jamii ya Watusi tayari wamejisalimisha kwa FARDC baada ya operesheni hizi za uhamasishaji. Kwa wachambuzi wengi wa ndani, mkakati huu unaonyesha dhamira ya mamlaka za Kongo kuhimiza suluhu la amani kwa wapiganaji wanaotaka kuacha silaha, huku ikiendelea na operesheni za kijeshi mamlaka ya dola nyanja za juu jimboni Kivu ya Kusini. Kupitia hatua hii, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejipanga kila eneo na kuzingira eneo zima la Minembwe. Kina mama wa jamii za Kinyamulenge wameonekana jijini Baraka kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa. Hii ni kutokana na suluhisho ambalo linafanywa dhidi ya makabila mbalimbali kuweza kuishi kwa pamoja, kuungana, kushirikiana na kufanya kazi za pamoja. Wameonekana jijini Baraka kwa ajili ya kwenda kununua vifaa mbalimbali ikiwemo chakula pamoja na mahitaji ya ndani. Hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko Fizi, unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 12, ikiwa ni tarehe 14 mwezi ni wa 5 2026, saa 12 saa Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki. Pole sana kwa kuchelewa kidogo kupata matangazo yetu, ni kutokana na tatizo lisilozuilika. Big up kwa Jidi Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Yaba Mashaka Yamba, Edone Buto Tobondo Kilamba Mao Mzee wa State ya Main, da Feza da Letesha da Asha da Aaron Kist Kandeke, Asimbwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic ya Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, Yahya Hussein kutoka Dar es Salaam,
na ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko natusikiliza kunafuata Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo, turudi pleni ya Ruzizi ndani ya Sange shangwe. Wakina mama wafanya biashara raha tupu, kauli za Jean-Jacques Elakano za kera raia. Huku wana magaidi wa M23 wakikimbia Sange, wakina mama wamepata fursa ya kuweza kuingia mashambani na kuvuna mazao yao, ikiwa ni viazi, mihogo pamoja na miwa. Kwa sasa Sange ni sherehe, vifijo, nderemo pamoja na vigeregere, vitu ambavyo vilikuwa vinaanza kuozea maporini mashambani, lakini kwa sasa mazao hayo yameanza kuletwa tena ndani ya Sange, huku wananchi wakinufaika na yale ambayo walikuwa wakiyapigania miaka mingi. Kumbuka wakati magaidi wa M23 wako ndani ya Sange, uwezekano wa kutoka Sange na kwenda shambani ulikuwa ni hafifu mno, huku wengi wakiwa naishi kwa wasiwasi na kwa shida kubwa. Lakini kwa sasa mazingira yameimarika. Siku hiyo moja baada ya kuondoka kwa magaidi wa M23, raia walijitupa katika mashamba yao na kuleta mazao ambayo kwa sasa ni furaha, vifijo na nderemo ndani ya kitongoji cha Sange. Kijumbu Sange kwara mulangiza gikwara enve turafishiki ko muame bali areke tuli bijumbu bitu mulangize siko ya zene naho Kelangiza ke bala enve turafishiki ko muama masha areke tuli bijumbu bitu muleke kweri batuleke kohe na yaho inyuma le inyuma ngwini hano bamuoma iyo munda yoshishwira ibijumbu nama kile ye Mungu wala mndani enve turaturuka kumuama kweri muleke kijumbu tumuyimbula mwibwa kwetega yama ngo gatulibere gena nanti areka ka mubilo wake ye Mungu date. Tunafurahi sana. Unaambia nini serikali baada ya kuingia hapa Sange? Salama. Salama, hatutaki masasi ya kila siku. Tuna wale wamama walikuwa mateso, siwezi kuona tena wabanyanyasi. Serikali Kadema jana mzuri salama. Message gani kwa Fachi Beto? Tunamfelicite sana, anamaliza fujo polepole. Tunamshukuru kwa biko. Hapana wewe mbona sema tunataka maziwa? Hapana huyo. Achini mwanaume anamaliza fika kwa bike. Hatuko tunategemea kama watatoka. Mimi nilikuwa naenda ku meeting. Wanasema hivi, musahau hatutatoka, tuko pamoja. Na kiburi mingi sana. Na kiburi mingi na zarau. Ase mtupende, msipotupenda tutababeba tu, tutatoka hapa. Tunashukuru sana leo. Mwanaume Mungu anageuza dunia. Kundi kwa mama mwingine wa pili. Niko na kiu sana ya Kisekedi. Niko natafuta kwenyewe iko nimvalisha maua. Siamupata. Baba Kisekedi, Mungu akulinde kote uko naenda. Akuchunge baba, kuchunga sherehe. Ujere Kongo mzuri Baba Kisekedi. Kisekedi iko na kuona sasa hivi. Mungu akuchunge baba. Niko na kutafuta nikuvalisha maua. Na kupepea baba, Mungu akuchunge baba. Tulifitika magarso yetu. Tuliwakimbia na baba. Mungu atamaliza vita yote baba. Nilikuwa na magarso sana. Nilibabeba Burundi baba Kisekedi. Na bachia wapi. Kisekedi, Mungu akubariki, akuchunge. Hautatoka tena kukiti baba. Milele na milele ni wewe. Hakuna madakutoshaka baba Kisekedi. Mungu akubariki baba. Asante sana. Ndio. Hao ni wamama wa Sange. Ndio. Wafanya biashara kama unavyoona. Unaona bwana.
hii biashara yote wakati wa M23 ilikuwa nafungwa, mara waweke mara watoe mara waweke, unaona. Na leo tuliomba, unasikia, lakini Kisekedi atatubariki, unasikia, tutapata double ya vile zote. Unasikia, leo maisha ni murua, maisha ni matamu sange. Tuliomba matunda liishia chini hivi, hatuna makuta, lakini Papa Kisekedi hata tutumia misaada itapatikana. Jambo ndugu Akili Kabonga, antuka tuko tunafurahi sana kusikia unatoa message kuhusu situation na unaenda sur terrain, unafanya kazi yako gisi ilivyo. Pia nilikuwa natafuta ni komante juu ya wale wenye kujiita wanasiasa. Wanasiasa wana tabia mbaya, ndio kwa maana tunaomba raia waweze kuwa makini sana. Sababu gani? Tunaona victoire yenye iko fete par wazalendo iko na kuwa vole ya au wanasiasa wanaibia ile victoire na kuanza kuipatia mtu mwenye astahili ile victoire. Imagine kama wazalendo awange iliweza kuresiste, si kama hivi banani biko mpaka Kinshasa na wangelikuwa Kinshasa, eske ile makoro yenye iko madiplomatie agissante yenye iko nasema ingilifanya kitu wakati balisha mtosha mpouvoir yeye huyo president haingeliweza kutumika. Me ile barriere yenye wazalendo wanafanya njo nyiko très important. Tunaweza kwanza olea kufelicite kwanza huyo president, tunapasha felicite kwanza wazalendo puis president après, puisque il s'agit ya ye president. Kuna ingine point yenye iko naonekana wazi kama biko wana tafuta kukamata pouvoir nani victoire ya wazalendo kuipatia president, et pourtant president vient après. Ni tete l'insistance et la résistance de wazalendo, est-ce que nani ye president ngelia ile victoire? Angalia combien de fois alikuwa anaweka espoir kuba FRDC, mais balikuwa nakimbia 100 km par heure. Nani ile tunaita kama nini reprise stratégique ya 100 km kama ni par heure kama ni par jour. Bo, nilikuwa nasema kama vraiment il faut kuangalia wanani wenyewe mtachagua huko mbele, sababu hapana kwa mnakamata mnawekea watu manani makampeni. Angalia kwa leo iko nafanizia kampeni mtu mwenye akuweza kupigana. Benye walipigana ni wazalendo. Sasa olia ya kushukuru kwanza wazalendo kwa yale makubwa walitenda, kwa kuresiste kuanzia kule nyuma kwenye kwa Munene mpaka gisi wanarudia kukamata Uvira na mpaka gisi wanapiga pale Sange na kuwasukuma mbele pamoja na kule Yulu kule kuvilima Minembwe. Me huyu vice gouverneur iko na sema vitu mwa venye isha kwa defwa hii inaonekana saa vile mwenye anazarau sana wazalendo, et pourtant akupasha kwa anasema vile. Autrement dit, ni mtu mwenye anatokea uko Muvira, alikuwa napasha kwanza kuwa ana ana chapa kwanza wazalendo, anawapatia courage kwanza, me hapana kuwa na wadekuraje akisema aseme hii sio pouvoir ya wazalendo, ni pouvoir ya president kupitia diplomasi. Eske njo ilisukuma nani kule Makabunambo? Diplomasi ingefanya kitu? Eske diplomasi njo iliwasukuma wanani zile sehemu zote kwenye mpaka wao peke wanatoka wanaenda ingine fasi? Il faut être vigilant. Angalia leo banasema ya kwamba kila mwezi biko natosha 4 millions de dollars, 4 millions de dollars juu ya wazalendo. Unaona kama inakuwa dili bana frappe vile mjina wa wazalendo, me iko naingia mfuko ya president, inaingia mfuko ya wale wote wenyewe biko natuma wa Vitakwira sijui na abo ba gouverneur. Ujiulize kwanza ile franga ile vitu makado yenye wazalendo wako wanapata, sitako kushtuka sema njoo hiyo 4 milioni walikuwa wanatoa.
pourtant hiyo manani tuseme kwa mfano, kwa hiyo Vitakwira mwenyewe mwenye alitaka mauniforme ya waprisonnier na watumishi, eske ile franga ile haiwezi kuwa ndio hiyo 4 milioni? Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 na saa 12 jioni. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga ambaye yuko nakurushia haya matangazo. Usikose kuwa natembelea Mwangaza TV. Andika tu Mwangaza TV, utakutanana pia na matukio mengine ya yale yote ambayo yako nazidi kusemekana na kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kuhage tu kwa kusema kwamba tukutanane pia wakati mwingine, na vile kikubwa kuendelea kushare, kusubscribe pia na kulike Baraka One TV. Ukifanya hivyo itakufanya kuwa mtu wa kwanza kunapata haya matangazo yetu kila wakati. Bye bye.